2020 tulikuja hapa kama jinsi ambavyo Dr. Samia alikuja tarehe 11 mwezi huu pale uwanja wa Kambarage. Alikuja wakati huo na Dr. Magufuli marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu, na yeye akaja hapa kupiga kampeni akiwa makamu wa rais. Hatimaye tulipata janga kubwa na kama taifa, magonjwa yalipita mengi, janga la corona, lakini kwa wakati huo msiba unatokea, katiba yetu kiuhalali na kwa mujibu wa sheria, na katiba ni makubaliano ya wananchi, mama huyu alichukua nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ni takwa la kikatiba. Kwa hiyo sio jambo la upendeleo wala sio jambo la uamuzi wa wawili au watatu, ni jambo la uamuzi wa kikatiba ambapo ni wananchi wote waliamua kufanya hivyo. Alivyoingia madarakani ikiwa ni miaka minne, ndugu zangu, katika kipindi cha miaka minne alikuta miradi mingi ya maendeleo ambayo ilikuwa imewekwa na mtangulizi wake kwenye ilani ya uchaguzi. Kulikuwa na mipango mingine ambayo haijapangwa. Kulikuwa na miradi mikubwa ambayo yenye faida na tija kubwa kwa nchi haikuwa haijafanyika. Mama huyu baada ya msiba alibeba jukumu la kuendesha taifa. Na taifa moja ya changamoto kubwa ambazo zilikuwepo lilikuwa ndio bwawa la Mwalimu Nyerere, ili tupate umeme wa kujitosheleza. Umeme ulikuwa unakatika, maeneo mengi yalikuwa hayana umeme ikiwemo Shinyanga hii. Tulikuwa tuna umeme kwenye vijiji vyote karibia. Tulikuwa tuna umeme kwenye kata zetu, ukiziangalia asilimia kubwa ya kata zaidi ya 4 hadi 5 zilikuwa zina umeme. Mama akasema kazi iendelee. Kwamba tumefiwa, pamoja na kufiwa hauwezi kukaa kwenye msiba kila siku. Uongo kweli? Wangapi hapa wamewahi kufiwa? Nyosha mkono juu. Wote mmefiwa, si ndio? Kama hujawahi kufiwa wewe inabidi tu ujue, ujiulize kama wewe ni Mtanzania au ni mtu au ni namna gani. Sawa sawa. Lakini ukishafiwa, ndugu zangu, kuna muda wa msiba na matanga, au sio? Yakishapita baada ya hapo ni kazi inaendelea. Wangapi wanasema lazima kazi iendelee baada ya msiba? Mama huyu 2022 huko 21 ndo msiba, 22 ndo anaanza kustabilize afanye kazi. Miaka minne. Katika kipindi cha miaka minne ya Dr. Samia tulikuwa na miradi mikubwa yenye tija, mojawapo wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi wenye trilioni zaidi ya 8, na hakuna umeme, umeme unakatika. Tunahitaji megawati zaidi ya 2115. Navyozungumza leo, katika kipindi cha miaka minne mama huyu alirithi mradi huo, akapambana. Leo umeme umewaka, turbine zote 9 ambazo zina mashine za kufua umeme, visima 9 vyote vinafua umeme. Umeme umeingia grid ya taifa, tayari grid inaingiza takriban megawati 2115. Leo habari ya kukatika umeme imekuwa ni historia. Uongo kweli? Pigie makofi kama amefanya kazi nzuri. Lakini pia umeme umeongeza kazi. Pamoja na kuanzisha mradi huo, ulikuwepo mradi mwingine pia usingeweza kuanza wala usingekamilika kama isingekuwa na umeme. Na mradi huo ni SGR, treni ya umeme. Treni hii ya umeme ilikuwa inatumia fedha pia nyingi katika taifa hili. Zilihitaji kutafutwa, zilihitaji kuhakikisha taifa linafunga mkanda. Leo unavyozungumza, katika kipindi cha miaka minne ya Dr. Samia amekamilisha mradi wa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka pale Morogoro. Treni inafanya kazi na tumeenda kusaini mikataba. Tabora inajengwa, Shinyanga inajengwa, Mwanza inajengwa, itaenda mpaka Kigoma. Na mimi nilichukuliwa kati ya wawakilishi wachache tukaenda Burundi kwenda kuingia mkataba na rais wa Burundi. SGR itafika Burundi. Nani kama Dr. Samia? Treni hii ina faida. Faida yake mojawapo, itarahisisha mawasiliano. Leo tulikuwa tunatoka Dar es Salaam, mnakumbuka, hadi siku 7 kufika Dar es Salaam. Barabara zilijengwa, treni yetu ya kati inaendelea kufanya kazi, lakini kuna treni ambayo leo kutoka Dar es Salaam mpaka hapa unafika kwa masaa machache zaidi. Mnakumbuka kwa zaidi hata masaa 10-17 mnatumia kwenda Dar es Salaam, au siku nzima masaa 12 kama mkeshe.
lakini leo treni ile ikikamilika italeta economic multiplier effect. Nimeongea kwa Kisukuma hapo, maana mchanganyuo na mgawanyiko wa kiuchumi na faida za kiuchumi zitakuwa nyingi kwa sababu ya kuwepo na usafiri wa uhakika. Taifa letu litakusanya pesa, litakuwa na uhakika wa kufanya miradi ya maendeleo kwa sababu miradi mikubwa imekamilika. Makofi mengi kwa Dr. Samia. Mwanza kwenda upande wa pili kule kwenda Geita mpaka maeneo mengine unaenda sasa hivi kwa dakika 3, uweze kusubiri feri. Jambo kubwa sio kubwa ndugu zangu. Pigeni makofi mwanamke mwenzenu. Wanaume pigeni makofi mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Haya yote yamefanyika kwa sababu ya muda, ninaweza nisieleze yote, lakini niwaambie amekuwa na dhamira njema, na yapo ambayo nitayaeleza mimi niliyoyafanya hapa. Pasipokuwa huyu mama, pengine maeneo mengi ningekwamishwa. Ni mama mwema, mwadilifu, lakini pia anapenda watu. Ni mama ambaye ukimwambia kitu anakubali. Ni mama ambaye hajui kukataa ukimweleza jambo lako likiwa limenyooka. Labda wewe uende umepinda na mambo yako. Lakini pia ipo miradi mingine mikubwa, miradi kama ya maji kwa nchi nzima imefanyika, lakini hapa Shinyanga pia nitawaeleza miradi ya umeme na kadhalika. Kwa ndugu zangu, niwaambie kwa mapenzi ya dhati, na kwa sababu alikuja hapa na nyinyi mlimuonyesha imani kubwa, mkajaa uwanja wa Kambarage, ameiona imani yenu. Na wakati ananipa ilani, mama huyo alinong'oneza, alisema Shinyanga sitawasahau. Wangapi wanasema wamemuona mama Samia Suluhu Hassan? Kitabu hiki cha ilani alinipa yeye mwenyewe, hawezi kukana maneno yake. Kitabu hiki alikuja kunipa mbele ya wananchi, mliona, na changamoto zetu na sisi tulimweleza, ameziandika, anazo. Kazi inayotakiwa hapo sasa ni kumpa mtu ambaye ataenda kumkumbusha, na mtu kwenda kumkumbusha rais, kumkumbusha waziri, awe wa kilimo, awe wa afya, awe wa maji, awe wa umeme, hata kama kile wizara ya takataka, wa kumkumbusha si mwingine ni mbunge. Leo Katambi anakuomba kula akawakumbushe yale Shinyanga wanayoyataka. Wangapi wanasema Katambi nenda kawakumbushe kule Shinyanga wewe? Haya aliyoyasema kwenye ilani tutaenda kuyadai. Yale niliyomwambia pale Kambarage nitaenda kuyadai. Nitamkumbusha rais wetu, kama mkimchagua tarehe 29 atakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ana mapenzi ya dhati, kwa sababu katika ugombea wa urais vipo vyama vingi ndugu zangu. Nilikuwa naangalia hapa orodha ya wagombea wa urais, wako wengi, kwenye ubunge wako wengi, uongo kweli? Lakini nani, rais gani wa chama gani tofauti na CCM aliyekuja kawaita kwa nyingi akajieleza mbele yenu? Mwingo mama Bukalahe mtawaona naye? Mmemwona Samia, uongo kweli? Wangapi wanasema walimuona Samia anajua shida za wananchi? Samia oye! Anajua changamoto zetu. Zipo nyingine tayari ameshaanza kuzitafutia ufumbuzi. Zipo nyingine ambazo tunahitaji, sababu alikuja tukamueleza, tutaenda kumkumbusha. Waheshimiwa wananchi, yapo maeneo mengine pia ambayo mimi nimeyafanya kwenye jimbo letu, lakini tulikubaliana 2020 kwamba Shinyanga yetu ilikuwa hoi bin taabani. Uongo kweli? Kwenye maeneo mengi wapo viongozi walifanya vizuri, tunashukuru, lakini inawezekana tunatofautiana spidi. Uongo kweli? Hata inapofika kama olowabekela kafu goma hayo ambo tene, alafu hizo kageke kashweli kube wazugaga, lakini umgoleko te wangu oto manani na malano Lonyanda nitumeni Katambi nipate chumbi haraka sana. Shinyanga wewe, kazi nayoenda kuifanya ni kuhakikisha na kimbia mara moja. Shinyanga tulikuwa tuna changamoto kwenye sekta ya elimu. Sekta ya elimu, watoto wetu kama nilivyowaambia enzi za mkoloni hakuumia kuhusu elimu yetu. Bilioni 11 dola za Kimarekani $500 ambazo si mwingine, ili zisainiwe pesa hizi, muombaji Katambi, aliyesaini na kuidhinisha ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunajenga jengo lile, tutakuwa na wanafunzi zaidi ya 3000 na mabweni yanajengwa, jengo la utawala limekamilika, na tunaenda
Mwenyezi Mungu, Shinyanga inapendeza. Piga makofi kwa Samia. Huo ni mmoja wa mzunguko wa pesa, kwa sababu watakuja wanafunzi pale wakifika 3000. Kuna pesa zaidi ya bilioni 788 tunaitenga kwenye bunge kila wakati. Pesa hii inakuwa ya mkopo ya vyuo vikuu, wanapata wale tu walio na vyuo vikuu. Shinyanga tulikuwa hatupati. Leo katika kipindi cha miaka 5 ya Katambi, 4 ya Samia, tunapata chuo kikuu na tumeongeza chuo kingine pale cha serikali za mitaa kwenye jengo la Shiregu. Vijana hawa watapewa mikopo, na pale tumekwisha kuanza kuwapa mikopo. Kutakuwa na chuo kingine binafsi na ushirika wa serikali pamoja na AIC Africa Land Church pale Kolandoto, chuo cha sayansi, watapewa mikopo. Hapo vipi? Mkopo huo wakipewa pesa watazitumia hapa Shinyanga. Akifungua shule ndo anapewa hela. Ukisikia anafunga chuo, maana yake hela pia imeisha. Ameitumia Shinyanga, anaenda bure kwao, hela anaiacha Shinyanga hapa. Uongo kweli? Piga makofi kwa wakina mama. Kama wewe una saluni mama yangu, au wewe una saluni inayotembea, unajua kusuka, jisogeze pale Kizumbi. Wanafunzi wale watahitaji kusukwa nywele ya kitunguu, ya mbinjuo, zote mtakuwa mnasuka, mnapata hela pale. Piga makofi mama zangu na vigelegele kwa Dr. Samia. Lakini pia kwenye chuo hiki, wakati wa ujenzi, material yote ya ujenzi yatachukuliwa Shinyanga, pesa inazunguka. Lakini pia kwenye sekta ya elimu, ndugu zangu, zaidi ya madarasa 176 tumeyajenga kwa zaidi ya shilingi bilioni 3.6. Lakini pesa hii yote, mtakumbuka wazazi mlikuwa mnachangishwa pesa. Uongo kweli? Bizi Leha wamewachangisha pesa? Mmechangishwa pesa? Pesa haichangishwi kwa sababu Samia ameamua kufunga mkanda kuhakikisha sekta ya elimu tunajenga wenyewe. Tumejenga madarasa, tumejenga mabweni, tumejenga maabara, na shule zetu za sekondari, ukiangalia shule ambazo tulikuwa tuna kidato cha 5 na cha 6 hapa, ninavyozungumza leo tumepandisha hadhi. Shule ya Shinyanga ina form 5 na 6 na tumewajengea na mabweni. Makofi kwa Dr. Samia Suluhu. Ninavyozungumza sasa tunajenga mabweni shule ya Rajani pale kwa zaidi ya shilingi milioni 600. Itakuwa shule ya form 5 na 6, shule yetu ya Rajani. Makofi mengine tena kwa Katambi na Samia. Kwa hiyo ndugu zangu, katika sekta ya elimu yapo mambo mengi. Hapa ni sekta moja mpaka sasa. Lakini pia ipo chuo chetu cha FDC tulichowapelekea milioni 650. Shule yetu ya Buangija watu wenye ulemavu milioni 190 bweni lilivyoungua. Zote haya tumefanya maendeleo kwenye maeneo haya. Lakini sasa kwa sababu elimu ni pana, sitamaliza yote na muda unanikataa. Kwenye sekta nyingine ambayo kazi mlionituma nikafanya, sekta ya afya, tumeingia katika miaka 4 na 5 ya Katambi ya Samia. Miaka 4 ya Samia, 5 ya Katambi. Tumeleta shughuli pale hospitali yetu ya rufaa, ambayo kipindi kile tunaingia madarakani ilikuwa pale ni msingi na ni mpango, haijakamilishwa. Leo inafanya kazi. Ukitaka kwenda Bugando na Muhimbili ni hamu yako, lakini matibabu unaweza ukayapata hapa. Kwenye huduma za kibobevu ndio unaweza ukaenda kwingine. Lakini katika maeneo hayo pia kulikuwa kuna changamoto pale ya vifaa tiba. Tumeweka vifaa vyote vya kisasa mnavyovijua. Tumejenga zahanati zaidi ya 8 mpya ambazo katika kipindi cha miaka 4 na 5 ya Katambi. Tumeweza pia kuhakikisha kwamba tunajenga nyumba za watumishi kwenye maeneo haya. Kule ndugu zangu mpaka Mwamalili wana zahanati na nyumba za wauguzi. Lakini pia nenda mpaka kule Galamba wana zahanati. Nenda kule Mwamagunguli, tunahangaika na hospitali hasa Mwamagunguli pale Kolandoto. Tumeshaifungua, inafanya kazi, na juzi tumewapelekea milioni 50 ili ifanye kazi vizuri. Ndugu zangu, sekta ya afya mnajua ipo mpango pia, tutakuja kujenga vituo vya afya vingine zaidi ya 5 kwenye maeneo yetu. Lakini kwa sababu ya muda niende eneo jingine tena kwa haraka. Lipo eneo la barabara au miundombinu. Ndugu zangu wana Shinyanga, hapa tulikuwa tuna changamoto ya stendi. Stendi yetu ya wilaya pale ile ndogo ndio ilikuwa stendi ya mkoa. Tukaihamisha, tukahamia huku tunapoitwa Manyoni, hapo Kitangiri. Hapo Ibinzamata, ile stendi Ibinzamata na Kitangiri inaitwa stendi yetu Manyoni. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita
niliwaahidi kwamba tutajenga stendi yetu mpya ya kisasa ya mkoa. Ninayo furaha kuambia waheshimiwa wananchi, ahadi hiyo imetekelezeka na sasa tunajenga stendi yetu kubwa mpya ya kisasa, ni kubwa kuliko ya Mwanza pale Nyegezi. Tunaijenga stendi hiyo kwa thamani ya shilingi bilioni 26, ikiwa ni miradi ambayo ni pamoja na ujenzi wa lami kwenda hospitali yetu ya Mwawaza, ni pamoja na ujenzi wa jengo la TARURA na kuongeza mtandao wa lami kwenye maeneo yetu. Shinyanga oye! Lakini pia yapo maeneo mengine, mnafahamu kwenye kata zetu kote tumejenga madaraja, vituo mbalimbali vya vivuko, tumejenga makaravati, tumejenga maeneo, tumeboresha barabara zetu kuzitoa kwenye matope kwenda kwenye moram, lakini pia tumejenga mitaro kwenye baadhi ya maeneo. Mpango huo ni endelevu, na mpango mkitupatia kura, ninalo dodoso hapa kwa sababu ya muda sitawafungulia, lakini mpango wa maboresho ya barabara zetu katika kata zote 17 uko hapa. Mkitupatia kura za ndio, tarehe 29 tutaenda kutekeleza. Shinyanga oye! Kule sasa hivi unapita bila kukwama popote kwa zaidi ya shilingi milioni 426. Tumejenga madaraja kutoka Udi Shinyanga kwenda Mwamalili milioni 300. Tumejenga daraja kutoka Udi Shinyanga kwenda kule Mwawaza zaidi ya milioni 200. Jamani, ndugu zangu, maeneo ni mengi ambayo tumejenga, itoshe kumpigia makofi Katambi. Na sasa hivi katika kipindi cha ujenzi, ndugu zangu wa Masekero na Ndara, mtuvumilie kidogo, kwa sababu wakati wa ujenzi lazima tengeneze diversion. Najua mnalalamika kuhusu vumbi, tumemwambia mkandarasi atakuwa anamwagia maji ili hali ikae vizuri zaidi. Lakini pia ndugu zangu, yapo maeneo mengine mengi ambayo tumefanya kazi na tutaendelea kufanya kazi kwenye kukuza sekta ya masoko na miundombinu ya wafanyabiashara. Tumewajengeeni masoko. Tumejenga soko la Ngokoro, tumejenga soko la wajasiriamali Minzamata, tumejenga masoko na soko kuu zaidi ya milioni 1.8 pale milioni 600, Ngokoro milioni 500. Tunaenda kujenga baadaye, awamu itakayofuata baada ya stendi, tutajenga soko letu kubwa Kambarage pale. Lengo la kufanya haya, na kwenye kata zetu tutakuja kuboresha masoko. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba mnafanya kazi wajasiriamali kwenye sehemu ambazo zina staha. Usipigwe vumbi, usipigwe jua, wala usinyeshewe na mvua. Lakini jambo kubwa, tumeanza kuhamasisha wawekezaji. Mnaona hoteli zinajengwa na maeneo ya viwanda. Hata Mheshimiwa Rais nilimuomba, niwaombe ndugu zangu wana Shinyanga, tuaminiane, mtupe kula. Imani mliotukopesha katika kipindi cha miaka 5, yapo mambo mengi sana sijayasema ambayo tumeyafanya, ikiwemo maeneo ya mapumziko tuliyotengeneza kwenye mji wetu ili kupendezesha. Mengi hatujayasema kwa sababu ya muda. Mengi yapo mnayajua, na nina faida kwamba kwa sababu katika kipindi kile niliwahi kugawa vitabu vya kazi ambazo mbunge alifanya. Najua kwenye kata zenu zipo na maeneo yenu. Mkituhukumu, mtuhukumu kwa haki, kwa sababu tukija mbele yenu tunaomba kura na tunaenda kwa uaminifu mkubwa na unyenyekevu mkubwa, tunaenda kuwatumikia. Na leo mnaiona Shinyanga imechangamka, sio Shinyanga ya zamani. Uongo kweli? Wangapi wanaenda kuongeza hospitali? Shinyanga wewe! Lakini pia yapo maboresho mengi tumeyafanya ndugu zangu. Leo hata ukiangalia hapa, wapo wanaokuja kuombeni kula lakini hawana hoja, hawana sera. Kazi yao kutukana, kazi yao kutishia, kazi yao kusema maandamano. Maandamano yapi ambayo yatakuwa na tija ya kukuletea chakula ndani mwisho wa siku kwenye meza? Sisi tumeamua kuleta maendeleo, wao wana ya kwao, watashughulika na vyombo vya ulinzi na usalama, viko imara. Wewe jitokeze, nenda kapige kula, chagua serikali yako, mchague Katambi, mchague Samia na diwani wa CCM ili tuweze kuleta maendeleo. Shinyanga wewe! Kwa ndugu zangu, hata wakulima wajasaulika. Mtakumbuka mwaka wa jana zaidi, tunakumbuka tulipata zaidi ya tani 1500 za mbegu kwenye mazao mbalimbali. Mtakumbuka tulipata zaidi ya lita 3000 kwenye viuatilifu. Huko nako pia tuna mpango, kwa sababu kiwanda chetu cha nyama, machinjio yetu na sehemu ya kufuga wanyama ndio mpango niliomwasilishia Dr. Samia Suluhu Hassan. Mkimpa kula yenu ya ndio, mtaona naenda kufuatilia ahadi hiyo, na tutakuja tusimamie ili kuweza kuhakikisha tunakuwa na viwanda vitakavyotusaidia. Lakini pia tutafufua Shireku kama tulivyoomba,
lakini pia tutaenda kwenye sekta nyingine ambayo ni ya kukuza uchumi zaidi, ya kuweza kutengeneza mjumuiko. Waheshimiwa wananchi, yapo maeneo mengine pia ambayo tumeweza kufanya. Leo maji, katika sekta ya maji tumeshapata fedha zaidi ya bilioni 195, ambapo maji tutayasambaza kwenye vijiji vyetu, kwenye vitongoji vyetu na kwenye kata zetu. Wote mnajua maji tumeyasambaza, tunaenda kuongeza mtandao ili muweze kupata huduma hiyo vizuri zaidi. Shinyanga wewe, wangapi wanasema wako tayari kupata huduma ya maji? Shinyanga wewe. Sekta ya umeme pia, katika kata zote 17 tumeenda kwenye ngazi ya vijiji. Vimebakiwa vijiji 4 kati ya vijiji 17 ambavyo tunaenda kuweka mtandao wa umeme, lakini maeneo hayo nayo yasema tayari nguzo ziko pale na kazi imekwisha kuanza kufanyika na mkandarasi tayari amelipwa nusu ya pesa. Shinyanga oye! Wangapi wanasema inatosha Katambi, tumekuelewa, tutakupa kula tarehe 29? Shinyanga oye! Wangapi wanasema tumemwelewa?